Siku ya Sabasaba mwaka huu iliambatana na tahadhari za kiusalama na kufungwa kwa baadhi ya barabara kuu kutokana na maandamano yaliyokuwa yanatarajiwa. Hali hiyo iliathiri shughuli za kawaida za baadhi ya wananchi. Mimi nilikuwa najua kila kitu inaenda poa. Nilikuwa najua maybe hakuna blogs, juu sikuwa na expect ati ikuwe ile maandamano ile kubwa kwa ile ya June 25th. Sasa sisi tumetoka na gari, tunafika hapa hivi karibu na Tibs. Makarao wako hapo, hakuna mtu anaingia CBD. So jana imekuwa 2 day hard. Juu sasa hata sikuweza kumake hiyo mazishi. Licha ya kufungwa kwa baadhi ya barabara kuu kutokana na maandamano yaliyokuwa yanatarajiwa, baadhi ya wananchi waliendelea na shughuli zao za kila siku, huku wengine wakichagua kusalia majumbani kwa sababu za usalama. Jana sikuona changamoto lolote. Biashara zilikuwa tu sawa, zikiendelea sawa. Kulikuwa na tension kidogo kwa streets, lakini biashara zote zilikuwa zinaendelea vizuri. Miongoni mwa waliozungumza nasi, wapo waliosema walitarajia maandamano yawe makubwa zaidi, lakini wakabaini hali ilikuwa tofauti na walivyodhani. Sababu ya jana ilikuwa boring. Sijaiona maandamano kama hiyo. Tunalakaa kwa nyumba. Wananchi walitumia siku ya Sabasaba kwa namna tofauti kulingana na hali ilivyokuwepo. Nikiripotia runinga ya TAS mjini Thika, kaunti ya Kiambu, jina ni Emily Kimani.